Je, ubongo wako wewe ndio unayotumia ubongo wako au ubongo wako unakutumia wewe? Wewe ndio unayotumia ubongo wako au ubongo wako ndio unayokutumia wewe? Kisayansi, zaidi ya 90% ya maamuzi yako na mawazo yako na matendo yako unayoyafanya kila siku ndani ya masaa 24 yanatokana na ubongo wako. Na kingine ni kwamba binadamu ndani ya miezi 5 mpaka miezi 6 anapokuwa tumboni mwa mama yake, tayari ubongo wake umeshaanza kujifunza na umeshaanza kuweza kusikia, umeshaanza kuweza kunasa taarifa zote zile. Hata mawazo ya mama mjamzito yanaweza kumuathiri mtoto kuanzia anapokuwa tumboni katikati ya miezi 5 mpaka miezi 6. Mpaka mtoto anazaliwa, ubongo unakuwa tayari ni ubongo ambao ni kamili, unaweza kunasa taarifa zote katika mazingira na unaweza kufanya maamuzi kwa bila hata mtoto kuelewa kinachoendelea. Sasa unapozidi kukua, ubongo wako unazidi kukusanya taarifa nyingi, kupokea taarifa nzuri na taarifa mbaya. Unapofika ukubwani, ubongo unafanya maamuzi kulingana na taarifa ambazo umezikusanya kuanzia ulipokuwa tumboni mwa mama yako mpaka hapo ulipo. Na ndio maana ukifuatilia vitu vyote unavyovifanya kila siku ni vile vile. Jinsi unavyoamka, vitu unavyovifanya kila siku ni vile vile. Kwa sababu tayari ubongo wako umeshafika hatua ya kwamba unafanya kila jambo jinsi ambavyo umeshazoea kufanya. Sasa kitu kibaya ni kwamba mpaka hapo ulipofika, pengine hata ni umri mkubwa kabisa. Je, unafahamu kwamba wewe ndio unayotumia ubongo wako au ubongo wako unakutumia wewe mwenyewe? Usipofika hatua ya wewe kutumia ubongo wako, kuna mambo mengi sana ambayo yatakusumbua. Kwa sababu kama ubongo wako utafanya kazi kulingana na taarifa ambazo ubongo wako umekusanya huko nyuma, kuna hali ambazo utakuwa unapitia na utashindwa kuzitatua, kwa sababu ubongo wako hauwezi ukakwama, hauwezi ukaenda sehemu zaidi ambavyo ubongo wako unaweza ukafika. Jifunze kutawala ubongo wako na jifunze kufuta kumbukumbu ambazo ubongo wako umejiprogram kuanzia ulipozaliwa, na kuna baadhi ya vitu ambavyo utaweza kuvivuka na hutaweza kuvuka endapo ubongo wako usipoweza kuwa wewe ndio unaotawala. Kwa sababu mawazo, matendo, fikra ya aina yoyote ile, hisia ya aina yoyote ile, iwe ya furaha, iwe ya huzuni, matendo mazuri, matendo mabaya, lazima ubongo wako unahusika. Sasa kama haupo kwenye control au kwenye utawala wa ubongo wako, ni fika kwamba au ni wazi kwamba ubongo wako unakuendesha.